Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Septemba 26, dakika chache za kukuangazia taarifa mseto kutoka pande tofauti za ulimwengu. Jina langu ni Kelvin Makwinya, nyuma ya kamera Gustav Goodluck. Makamu wa Rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema Tanzania inalaani kuibuka upya kwa ukiukaji wa sheria za kimataifa ikiwemo matumizi ya nguvu kama njia ya kutatua migogoro. Kwa mujibu wa Dr. Mpango, hali hiyo inachangia ukatili uliokithiri kwa binadamu hususan watoto, wanawake, wazee pamoja na wagonjwa katika maeneo yenye migogoro. Dr. Mpango aliyekuwa akihutubia katika kikao cha 80 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa amesema vitendo vya baadhi ya mataifa kuwa na matumizi mabaya ya nguvu za kijeshi na kushindwa kwa jumuiya ya kimataifa kukomesha umwagaji damu unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya dunia ni jambo lisilokubalika. Kwa sasa jumuiya ya kimataifa inaendelea kugawanyika kutokana na migogoro inayoendelea katika pande tofauti za ulimwengu ikiwemo Israeli na Gaza, ambapo baadhi ya maamuzi ya mataifa kuitambua rasmi Palestina kama nchi huru umeonekana kuikwaza Israeli na mshirika wake wa karibu Marekani. Aidha, Dr. Mpango ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutambua ongezeko la matumizi ya fedha katika masuala ya kijeshi ikiwemo utafiti na utengenezaji wa silaha ni jambo la kusikitisha na lisiloendana na maadili ya kimataifa. Tume ya uchaguzi Zanzibar imetangaza kusitishwa kwa uchaguzi katika jimbo la Fuoni kufuatia kifo cha mgombea wa CCM katika jimbo hilo, Kapteni Abasi Ali Mwinyi. Taarifa ya msimamizi wa uchaguzi jimbo la Fuoni, Miraji Mwadini, imebainisha kuwa uchaguzi katika jimbo hilo utasitishwa hadi pale tarehe nyingine itakapotangazwa. Aidha, INEC imesema kuwa itahifadhi taarifa za wagombea walioteuliwa kihalali isipokuwa pale iwapo mgombea atajitoa, huku kampeni za ubunge zikitarajiwa kurejea baada ya uteuzi wa mgombea mpya. Kapteni Mwinyi ambaye pia ni kaka wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, Hussein Mwinyi, alifariki dunia Septemba 25, 2025 wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Lumumba iliyopo Unguja. Mjane aliyefukuzwa kwenye nyumba anayodai kuwa ni mali ya mumewe amewasilisha maombi Mahakama Kuu Divisheni ya Ardhi akiomba zuio la muda la kutondolewa kwenye nyumba hiyo. Maombi hayo madogo yaliwasilishwa Septemba 25, 2025 na Alice Yaule ambaye pia ni msimamizi wa mirathi ya marehemu mumewe Justice Lugaibura aliyefariki Septemba 25, 2022. Taarifa ya mkuu wa kitengo cha habari, elimu na mawasiliano ya Mahakama ya Tanzania Gerard Chami imeeleza kuwa mashauri yanayomhusu mjane huyo yako katika hatua tofauti za usikilizwaji. Kulingana na taarifa hiyo, shauri la awali lilifunguliwa na Alice Februari 11, 2025 kupitia wakili wake Mwesigwa Muhingo dhidi ya Mohamed Mustafa, kamishna wa ardhi na mwanasheria mkuu wa serikali, huku shauri hilo likidai kuwa nyumba hiyo ni mali ya marehemu. Hata hivyo, wakati wa kongamano la mwisho Septemba 19, 2025, wakili Muhingo aliomba kuliondoa shauri kwa ruhusa ya kufungua upya ili kumuongeza msajili wa hati kama mdaiwa, na mahakama iliridhia ombi hilo. Kwa mujibu wa msajili mkuu wa mahakama, mashauri yote mawili yako katika hatua mbalimbali na yataendelea kusikilizwa kwa mujibu na taratibu za kisheria. Shinikizo la kimataifa dhidi ya Israeli inayoendesha vita vyake vinavyoelezwa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuwa ni mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza linazidi kuongezeka. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Slovenia, nchi hiyo mwanachama wa Umoja wa Ulaya haitamruhusu Netanyahu kuingia kwenye ardhi yake, ikisema inataka kulinda heshima na sheria za kimataifa. Tangazo hilo linalohusishwa na waranti wa Mahakama ya Uhalifu ya Kimataifa dhidi ya Netanyahu na wenzake limekuja wakati tayari Slovenia imeshawapiga marufuku mawaziri wengine wawili wa serikali ya Netanyahu, Itamar Ben-Gvir anayehusika na usalama wa taifa na Bezalel Smotrich anayehusika na masuala ya fedha. Msemaji wa Wizara ya Nje ya Slovenia, Neva Grasic, alisema mataifa yote yanayosaini mkataba wa mahakama hiyo ya kimataifa yana wajibu wa kutotambua ukaliaji wa kimabavu wa Israel dhidi ya ardhi ya Palestina na yatakiwi kuipa msaada wowote unaowezesha kuendelea na ukaliaji huo. Slovenia pia ilishatangaza marufuku ya silaha dhidi ya Israel kutokana na kile kinachoendelea kwenye ukanda wa Gaza. Mwisho wa Mseto ya leo Septemba 26, ulikuwa nami Kelvin Makwinya na nyuma ya kamera Gustav Goodluck. Mpaka wakati mwingine, bye bye.